Kenya ni nchi yenye vipaji vingi sana. Imetoa wachezaji nguli na magwiji katika ulimwengu wa soka. Tukiachana na wakina Patrick Oboya, Simon Mulama na yule gwiji Victor Wanyama, walio kwenye kundi la vidume hodari wanaolisakata kabumbu na wenye majina makubwa nchini Kenya. Lakini kwa upande wa wanawake, kuna yule Flavia Oziambo, Anna Wajira na Faiz Mutua. Hivi vyote ni vipaji vinavyopatikana katika maeneo na viunga vya Kenya. Wapo wengine wengi wanaocheza Ulaya na wengine wana thamani kubwa na uaminifu katika bara la Afrika. Akiwemo Vivian Okwino Corazon, yeye alijikita na kujiweka mabegani mwa soka la Kitanzania, huku matumaini yake makubwa akiwa katika ndoto ya kuwa mchezaji hodari katika timu ya Simba ya wanawake, yaani Simba Queen. Corazon ndiyo jina maarufu, lakini jina lake kamili ni Vivian Corazon Okwino Odhiambo. Ni mzaliwa wa Nairobi, Kenya mnamo Oktoba 2 mwaka 1998. Alizaliwa na familia yenye matumaini na kutofahamu ndoto za kichanga hicho. Malezi na mazingira bora kutoka kwa familia yenye ndoto za mtoto huyu kuwa msomi, tena msomi hodari katika nchi ya Kenya. Lakini malengo na kudra za Mwenyezi Mungu hazikumpeleka huko, bali zikaamua riziki yake patikane kwenye nguvu za mifupa yake na mguu uliojaa nyama ili aweze kusakata kabumbu. Mungu alimuumba haswa akiwa mwanamke mwenye vipimo kamili vya futi 6 akicheza kama midfielder. Corazon alianza kulisakata kabumbu mnamo mwaka 2007 akiwa binti Kigori mwenye miaka 9 tu, ambapo alionyesha kipaji chake kituo cha Masa Baby mpaka mwaka 2012, miaka 5 tu ilimtosha kukomaa na kuwa mwanasoka mzuri ambaye alianza kutazamwa kwa makini na wadau wengi wa soka. Lakini mwaka huo huo 2012 alijiunga na shule Makongeni High School iliyopo pale mjini Nairobi na kuwa mmoja wa wanafunzi wa elimu ya sekondari na kuendeleza kipaji chake. Ndani ya mwaka mmoja na hapo palipopambazuka mwaka 2013, alihamia shule ya Olympic High School na kujaribu bahati yake katika elimu ya juu. Alkadhalika aliendelea kuzungusha kabumbu hapo shuleni na hata kuchukua kikombe cha National Clown ambacho kilikuwa ni kikombe cha mashindano ya wanafunzi wa sekondari Afrika Mashariki, yaani kilikuwa zaidi ya kikombe cha UMISETA kwa Tanzania. Hapo baadaye akaanza kucheza katika timu mbalimbali ikiwemo Gospel, Vihiga Queen na Soka Queen za nchini Kenya. Kiungo huyo mwenye namba 17 mgongoni mwake alishangaza watu, kwani ubora wa mchezaji hupimwa kwa namba, si tu kwa kucheza timu nyingi nchini Kenya, lakini pia alivuka boda hata uhaibuni kwa klabu ya Atletico ya Hispania na Abuja Queen ya Burundi. Corazon mafanikio makubwa aliyoyapata ameletwa na ustadi na ufundi uliojaa kwenye miguu yake, kiasi cha kupeleka mabingwa wa kihistoria na wababe wa soka kutoka Msimbazi Simba kumuona na kuhitaji huduma yake ili kutoa uchovu na homa iliyotanda kiwanjani ndani ya timu hiyo. Corazon huduma yake ilihitajika sana pindi tu alipojiunga na Simba Queen mnamo Juni 22 mwaka 2022. Alisajiliwa kiungo huyu mstadi na mwenye uwezo wake. Matunda ya usajili wake yalionekana mapema mno, kwani Corazon alipeleka timu yake kunyakua ubingwa wa ligi ya wanawake ya Sekafa mwaka 2022 na kupata heshima ya kuwa MVP kama kawaida yake hata alipokuwa nchini Kenya. Ubora na uzoefu mkubwa alionao bado alisaidia Simba kufika hatua ya nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika CAF mwaka 2022, huku pasi tamu zilizotolewa na Corazon zilimfikisha Asha Jafari na Opa Clement na kupeleka ubingwa dhidi ya wana Zambia kufika hatua ya nusu finali kombe la mabingwa Afrika. Corazon alichangia mafanikio makubwa ikiwemo kuchukua ubingwa ngao ya jamii mwaka 2023, na pia hakuishia hapo, akawa MVP wa mchezo, na hii ikawa mazoea kwa wapenzi wa soka la wanawake. Uwepo mchezaji huyu ndani ya timu ya Simba Queen ameleta mabadiliko makubwa na kubeba majukumu makubwa, ikiwemo kuwa nahodha wa Simba Queen, lakini pia majukumu yake yameenda mpaka timu ya taifa ya wanawake ya Kenya. Tukiachana na uwezo wake kimpira, bado Corazon ni mwanamke mwenye mvuto miongoni mwa wanawake wazuri kutokana na umbo lake na urefu alionao. Mungu akumnyima Corazon mwanadada mwenye kuwafanya watu wengi wapende soka, hasa wanaume hujazana kiwanjani, haswa wadada hao wakiwa wanasakata kabumbu uwanjani. Simba wamempata Queen mwenye ubora sana na tegemewa kwa Msimbazi.
Mwanamichezo, tunalifunga jarada letu mpaka pale jarada lingine litakapoweza kufunguliwa. Endelea kutegea sikio na kufuatilia Annual Sport ili ujue nani kafanya nini na ni kwa nini. Makala hii imeandaliwa na Ismail Kibaro na imewakilishwa na Rahma Bilali.